kuwa nimeokolewa. Ni somo ambalo nimefundisha katikati ya wiki hapa, lakini leo unaweza kulipata kwa tafsiri nyingine, kwa namna nyingine, lakini japokuwa ni neno lile lile. Nitajitambuaje kuwa nimeokolewa? Kwamba Bwana, kwa ishara hizi zinanionyesha ya kwamba mimi nimeokolewa. Kuna viashiria au kuna dalili zinazoambatana na wewe zikikuonyesha ya kwamba umeokoka. Sasa hizo dalili ni zipi? Kabla tujaenda kwenye dalili, tunaweza tukajiuliza, wokovu ukoje? Tunaposema wokovu ukoje, na huu wokovu unakuwaje? Kwa nini tuite wokovu? Ukisoma Biblia, kwenye historia za Biblia utasikia Biblia inatuambia, Warumi 5:12, kwa kuwa anasema, kwa hiyo kama mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Maana yake dhambi iliingia kupitia mtu, kwa kuwa dhambi hiyo mauti. Inaleta nini? Inaleta nini? Mauti. Ikawafikia watu wote kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amefanya nini? Dhambi. Maana yake ukirudi kwenye kusoma, tutakutana na habari za kwenye bustani ya Eden kwa pamoja, habari za bustani ya Eden, na upate kuelewa kwamba hiyo tutakuja kufundishana baadaye. Kuna Eden na Aden, two things different. Lakini leo nazungumzia Eden, sizungumzi Aden. Aden ni sehemu nyingine na Eden ni sehemu nyingine, na vyote vipo kwenye Biblia, lakini niko mahali hapa, hilo somo tutafundishana huko katikati ya wiki. Kwa hiyo niko hapa kusumulia habari za bustani Eden, kile kilichofanyika bustani ya Eden. Yule mtu ambaye Mungu alimuumba akamweka bustani ya Eden akatenda dhambi, maana yake akaacha kutii maagizo ya Mungu na kufanya vile ambavyo sauti ya adui inavyozungumza ndani yake. Na kitendo cha kutii sauti ya adui, kitendo hicho kinaitwa dhambi. Dhambi ni uasi wa kutokufuata maelekezo ambayo yule amekufanya kuwapo mahali fulani, ukae hapo, hautaki kusikia maelekezo yake na unafuata maelekezo ya sauti zingine zinazotoka nje ya ile sauti iliyokuweka mahali fulani. Iwe ni hapa chini ya jua, Mungu ametuweka, tumekuja chini ya jua, si kwa mapenzi yetu, ni kwa makusudi yake. Tunaamka asubuhi, tunatembea asubuhi. Yuko ambaye anayefanya tutembee, yuko ambaye anayefanya tuishi, yuko ambaye anayefanya tuende. Sasa kitendo cha kutokusikiliza maelekezo yale ambayo aliyoyatoa kwa kusudi lake la sisi kuwako, kile kitendo kinaitwa dhambi. Na yule ambaye unayemsikiliza na kwenda kumfuata, yule anaitwa shetani. Shetani maana yake nikiacha kumsikiliza Mungu ninamsikiliza shetani. Viko vitu viwili tu, ziko sauti mbili tu. Kwa hiyo ninaweza nikamsikiliza shetani na nikafanya ya shetani, na ninaweza nikamsikiliza Mungu nikafanya ya Mungu. Maamuzi yako, si nifanye yote kwa pamoja. Unatakiwa uchague moja, na ndio maana Mungu ametuwekea kwamba uchague. Ameweka baraka, ameweka rahana, ameweka mema, ameweka na mabaya. So ni kuchagua, wala si mpango wa Mungu kwamba tuishi kwenye ubaya, wala si makusudi ya Mungu tuishi kwenye ubaya. Makusudi ya Mungu ni kuishi mahali ambapo ametukusudia tuishi, kama makusudi yalivyo kwa mzazi. Hawezi kuzaa mtoto, anamkusudia huyo mtoto baadaye awe kibaka, anamkusudia huyo mtoto awe mwizi. Huyo atakuwa sio mzazi, basi huyo atakuwa kidogo kabambikiziwa kwenye uzazi. Kila mzazi anayezaa anamwazia mtoto wake mawazo yaliyo mema. Ndivyo Mungu ambavyo anavyotuazia. Kwa maana hiyo sasa, pale bustani ya Eden, sauti ya shetani ilipoingia na wakaanza kuitii sauti ya shetani na kuacha kuitii sauti ya Mungu, ndiko ambako ikawa dhambi. Dhambi ya kuto kutii sauti. Dhambi sio kula, dhambi ni kuto kutii sauti ya Mungu. Swala sio kula, swala ni kutii sauti ya Mungu. Amekukataza ya kwamba usile, ana makusudi yake. Kuna wakati wa kula,
Ukisoma stori zile utasikia hizo habari. Kwa hiyo dhambi ikaleta mauti, na mauti hii ndiyo mshahara wa dhambi, ni mauti. Ndio Biblia imesema, si ndivyo? Sasa mauti hii, wengi tunaweza tukaenda mahali tunahubiriwa ya kwamba, mpendwa, mahali popote pale ulipo, tubu dhambi zako. Usipotubu dhambi zako unakufa. Usipotubu dhambi zako utakufa, na kuhakikishia utakufa. Wengi tukizungumza kwa habari ya kifo, anajua tunazungumzia kifo tulio wengi, tunazungumzia kifo cha kulala kabisa mochwari, kifo kabisa cha kukaa kwenye jeneza, kifo kabisa cha kupeleka kwenye makaburi wakafukiwa. Wengi ndio mtazamo wetu ambapo ulipo. Nikwambie mpendwa, hata mimi ninayehubiri mahali hapa, iko siku moja ambapo nitakufa kama wengine wanavyokufa. Lakini kifo kinachozungumzwa cha habari ya kwamba iko siku utakufa, hatuzungumzi kwa maana ya kwamba damu kusimama kwenye mwili wako ikawa ni dhambi. Hapana, kinachozungumziwa kifo ni kifo cha kiroho. Kinachozungumziwa kifo ni mahusiano yako ya mtu wa ndani, yaani kwamba mahali hapo ulipo uko mara mbili. Maana yake kuna mwili wa duniani, alafu kuna mwili wa mbinguni ambao unakaa nao wewe mwenyewe pamoja. Kile kifo cha kuenda wakafukia kwenye makaburi, kile ni kifo cha kwenye mwili. Alafu kuna kifo kinachohusiana na roho ndani ya mtu wa ndani. Naeleweka mpendwa? Kwa hiyo hiki kifo ndicho ambacho ninachozungumzia. Hii mauti ndio ambayo ninayozungumzia. Yaani ilikuwa hivi, nijaribu kukupa story. Kilichomtoa Yesu kule kwenye kiti chake cha enzi sio dhambi. Naeleweka? Sio nini? Dhambi. Maana Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee. Asifanyeje? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunaelewana vizuri? Na uzima wa milele ni upi? Na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo yetu. Huo ndio uzima. Ili usipotee wapi? Usipotee kwenye kweli aliyoiagiza kwako. Ndio kusudi. Sio kwa sababu ya dhambi. Dhambi iliingia. Sasa dhambi ilipoingia, huyu mtu amepotea, na ndio maana Yesu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. First of all, naeleweka mtu wa Mungu? Yaani kwa hivi, nijaribu kukupa picha ya mahakama. Mbingu ni mahakama. Kwa maana kuna baraza la wazee pale. Kuna wazee 24. Baraza la wazee. Alafu kuna wenye uhai wanne pale. Naeleweka wapendwa? Iko hivi. Napenda sana unielewe hapa. Mungu amekaa kwenye kiti chake cha enzi. Let me show you by example, ili uelewe kile Yesu alichokuja kufanya. Zakayo pale, wewe sipea Ambrose njoo. Dani njoo. Ninatoa mfano simama. Ni mfano nielewe. Njoo uelewe pia. Usipoelewa hapa basi. Haleluya. Amina. Biblia inasema Yesu pasipo mifano akufundisha. Sasa maelezo mengi yanaweza asieleweke, lakini hata kwa mfano huu ushindwe kuelewa, kidogo kutakuwa na shida. Iko hivi. Ni kwa leo tumfanye huyu ni adui ambaye ndiye anayeitwa Shetani, mshtaki wetu. Kwa pamoja tumfanye huyu ndiye mtu aliyewekwa kwenye bustani ya Eden. Tumfanye huyu ndiye Mungu aketie mahali pa juu palipoinuka. Tumfanye huyu ndiye Yesu
Kristo atokaye kwa Baba. Umenielewa mpaka hapo? So huyu shetani anaongea na huyu kumpotosha. Kwa pamoja, huyu anamsikia shetani. Kwa pamoja, sijasema Ambrose ni shetani, hilo lieleweke vizuri. Nimesema ni mfano. Sasa atakapomsikia huyu, ili hali huyu amewekwa na Mungu, yuko katikati hapa. Kuna sauti ya Mungu na kuna sauti ya shetani. Alafu yuko mahali panaitwa Eden. Simama kati. Panaitwa nini? Eden. Mungu yuko mahali panaitwa Aden. Naeleweka? Naeleweka? Nisikilize vizuri. Kuna Aden na Eden, vitu viwili. Mahali ambapo Mungu anakaa panaitwa Aden. Makao ya Mungu ni Aden. Biblically. Hiyo sitaki kukupa mstari, tukutane katikati ya wiki. Kwa hiyo huyu yuko Aden, akawaza kwamba anataka kufanya makao mengine sehemu pengine. Nchi ya Tanzania inataka kufanya makao makuu sehemu nyingine, ya Dar es Salaam ende Dodoma. Akiwa Dar es Salaam kuna Ikulu, akiwa Dodoma kuna Ikulu. Come on my God. Ndivyo Mungu sasa hapa ana Aden, akatengeneza bustani nyingine inaitwa Eden, ili aweze kutoka hapa Aden akija huku huwe sawa na huku, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huku mbinguni. Tuko pamoja? Akapatengeneza, akamweka mtu, na huyu mtu akawa anatembelewa. Maana yake kule alikokaa kwenye makao yake kunafanana na hapa alipopatembelea. Wezi leo ukawa na nyumba nzuri, alafu ukawa na nyumba nyingine Mwanza iko ovyo ovyo. Hiyo haiwezekani, si ndivyo? Kwa hiyo akija hapa anajisikia sawa sawa na kama yuko wapi kule. Akikaa hapa, na kwa sababu kaangaliwa yeye ndio mtengenezaji, ameshajiandalia na mahali pa kukaa vizuri. Ameshajiandalia na chumba vizuri, kwamba nikija hapa naweza nikalala au nikaondoka na chumba chake, maana huyo kawekwa. Sasa Mungu anakuja kwa huyu kila jioni kuweza kumpa mahitaji yake. Sio ameomba, hapana, anakuja mwenyewe. Huyu anaonewa wivu na huyu, inabidi huyu ambaye ndio tunasema shetani, na huyu mwanzoni alikuwa hapa kwenye bustani inayoitwa Aden, kaleta vurugu mechi zake, akafukuzwa, akatupwa huku. Kwa hiyo kilichokosekana pale ni nafasi yake kuwepo, lakini koti lake na mavazi yake, kila alicho nacho amekuja navyo hapa. Nilikwambia shetani ni nafasi ndio ana, lakini kila kitu anacho aliondoka nacho, ila nafasi yake haikuwepo. Tuko pamoja? Sasa wakati huyu kawekwa, huyu anaanza kumsemesha huyu, naye anasikia sauti ya huyu adui, na lengo la adui, anajua huku alikotoka huyu ana sifa mbili. Huyu ni Mungu wa haki, tena ni pendo. Come on my God, umenielewa? Kwa hiyo huyu ana kazi ya kuhakikisha pendo linakaa, kwa maana jinsi aliupenda ulimwengu, na ni Mungu wa haki. Alimtimua shetani kwa sababu afanye yaliyo. Sasa huyu anaelewa sifa zake na hazibadiliki, maana ametoka huko. Huyu ameletwa, wenda hata huko hajawahi kufika. Huyu anamsemesha huyu,
Sasa huyu anaposikiliza sauti ya huyu, maana yake anahama, anavutika kuja hapa, anatoka Mungu anakuja hapa. Huyu anasema nilisikia sauti yako, nikafanyeje? Nikaogopa. Ni sauti. Tuko pamoja? Maana yake Mungu hakumwambia chochote, ila ile sauti ilimtoa kwenye position yake, na sauti ya shetani ndio iliyomsogeza. Kwa hiyo Mungu anakuja hapa, hapana kitu. Huyu Mungu ni wa haki, hawezi kumwambia tena njoo. Inabidi amuulize, vipi, kwani umeshafanya makosa niliyokuambia usifanye? Yule naye anaanza kuelekeza. Sasa ukitaka sasa kujua zaidi, tunarudi tena, nimrudishe hapa kidogo, nitoe kidogo hayo maswali. Wengi tunajua kwamba Adamu alikula tunda sijui na mke wake, wengine wanajua tu ni uzinzi pale. Kwa hiyo tunda la kati anachukua mwili, anaugawanya mara mbili, anapapata kati, anasema ni hapo. Nani kakwambia nini? Alikula tunda la kati, tunda la asili, tunda la nini? Wewe tunda la kati wapi? Biblia inatuambia mwanamke ndiye aliyekuwa wa kwanza kuambiwa na shetani, si ndivyo? Biblia inasema akachukua, akafanyaje? Alijila mwenyewe. Alijila mwenyewe. Alipomaliza kula akampelekea na nani? Na mume wake. Alipokula wote wakawa. Sasa uchi unajua ni vipi? Nisitumii. Mwimbili, mtu amekufa, tunampeleka mochwari, anapelekwa na nguo zake, anapelekwa. Sasa si maiti tayari amekufa, kilichokufa kivai nguo, anaingizwa pole mochwari. Mjendo unasikia nguo zake hizi hapa. Huyo kula waendaje na nguo? Kuna nguo special. Sasa wakawa uchi, mtu anakuja wakawa uchi. Hawakuona haya. Wanadhani ni wewe nguo zako usizovaa hizo. Hapana, akawa uchi, maana yake akafa. Tuko pamoja? Alichokula ni nini? Alikula tunda la Roho. Wagalatia 5:22 ndicho kilicholiwa pale. Tuko pamoja? Alikula utu wema, alikula uaminifu, alikula upole, alikula uvumilivu, vyote akaenda navyo huko. Ndio maana shetani leo anaonekana mvumilivu. Mchawi anakataga kama hapa Kikongo akiwa kwenye anga zake ni Kikongo. Hakuna kule, kuna uvumilivu. Utasema leo siendi kanisani sababu ya mvua, si ndio? Mvua zikinyesha wanga hawalogi. Kipindi cha korona alisema sasa kuna korona tukae nyumbani. Hakuna, hayo uvumilivu. Iwe mvua iwe baridi, wanawanga kama kawaida. Kabeba jamaa. Utu wema, wanafanyana wema. Ujanywa leo pombe, twende ninazo hapa ya kunywa pombe. Bwana sina unga nifanya, twende kama unataka kunywa twende. Utu wema. Upendo kwenye pombe. Chupa moja hapo. Vile vikimbo vile vinawekwa. Anachukua jamaa, anavidonda mdomoni, anakwambia hii mbege imekaa vizuri. Mwingine asemi kwamba nipeni kikombe kingine, atachukua hicho na yeye anafanyaje? Anakunywa. Kinazunguka hapo kwa upendo. Chukueni nyewe, wekeni kwenye maji, mtaanza kufutafuta. Ula mafuti wanakunywa. Sigara imewekwa, domo limepigwa, lina mabandeji. Utasikia mtu anagongea, na yeye anachukua hiyo sigara anaweka, hakuna kufutafuta, na yeye anafanyaje? Anavuta. Ni pombe iko kwenye chupa, atakunywa, atakwambia niachie na mimi kidogo. Sio kwamba ataipeleka juu, ataweka na mdomo pale. Upendo. Sasa alivyochukua huyu, akuja na chochote kutoka kule, akaamua muibie huyu mzembe achukue, alafu baadaye amtumikishe huyu, amwambie ampe kwa sababu ya ujinga wake. Ndio maana unaona kwamba upendo ukafa.
Huyu alipofika mahali Mungu anamuuliza, anamwambia sio mimi, ni huyu mwanamke uliyenipa nini? Pendo alipo. Huyu ndiye aliyesema, hii ni mifupa katika mifupa, hii ni nyama katika nyama. Hakuna tena hiyo story ya nyama katika nyama zangu. Pendo lilishafariki pale. Ni huyu mnyama uliyenipa, sio ulimtoaga wapi ukaniletea na wewe Mungu, sio kujipanga vizuri, naona tu ukaniletea. Mungu naye pale kanoti kuanzia leo sitampa mtu kitu mpaka niombe. Ndio maana leo tuna struggle kuomba. Unadhani ilikuwaje? Unaomba kwa sababu hili vikibambana huko ili ujipige mwenyewe. Akwambia wewe si ndio uliyeniomba? Sio vile. Wewe si ndio uliyeniletea? Wewe unadhani simu nikikupa leo, chukua simu, ikianguka inaanguka chini, inaanguka chini. Nakwambia mbona inaanguka chini? Bwana kama ni simu yako si ubebe, kwani nilikuomba? Si ndivyo tunaambiwa vitu ambavyo umempa mtu ambaye hakukuomba. Ndivyo sasa Adamu kwani alisema nataka mke? Si Mungu ndiye aliona sio vyema akae peke yake akamletea? Kwani Adamu aliomba? Kuanzia hapo ni mistake. Sasa kuanzia leo ni maombi. Kila unachotaka, hata kama najua unahitaji, lazima uombe. Ukinyamaza kimya sikupi. Amina. Haeleweki vizuri? Kwa hiyo huyu akawa anasikia sasa cha huyu. Na huyu ni mwizi wa kuaibia wazembe. Shika sana ulicho nacho. Ndio Biblia inasema. Asije muomba akakufanyaje? Ndio kazi yake. Wale nyolozo baba, ninakushukuru, wewe ni mwema, ni mwaminifu. Vimefika hapa unaanza shetani sema yes, anabeba. Naeleweka vizuri? Sasa wakati huyu amemsikiliza huyu, tunda la Roho limeliwa, amemeza mali, atakwenda kuyatapika. Ndiyo ikamfanya sasa huyu kuja kuambatana. Anafika hapa, Mungu anakuta wako wote kule. Naeleweka? Wakati wako wote kule, lakini Mungu anakumbuka kwamba mpango wake ni kumleta huyu mtu hapa ulimwenguni aishi. Sasa ulimwengu umebaki ukiwa, ulimwengu umebaki tupu, ulimwengu umebaki giza, hakuna wa kukaa naye aweze akatengeneza mwingine ili hali ametengeneza yeye, kazi zake hazina majuto. Akasema hapana, huyu nitamrudisha. Ninamrudishaje? Maana yake nikimwita njoo, huyu shetani atakuja aseme Bwana si alikubali mwenyewe? Sana si baba yuko kwenye kiti cha mauti huko. Alikubali nini mwenyewe? Mungu naye atanyamaza. Sasa haya mashtaka yanasovu vipi? Mungu anampenda huyo. Na Mungu ni hakimu hata kwa huyo. Maana afanye jambo mpaka wameulizana. Tuko pamoja? Sasa Mungu pendo liko kwa huyu. Anaumia na huyu. Atafanyeje? Maana akimrudisha kwa nguvu, huyu atasema au kunifanyia haki. Huyu naye akiachiwa huko, huyu atamwambia huyu haunipendi. Wale next asimame kama Mungu asiyelaumiwa na chochote. Sasa Mungu akaona okay, umemchukua, umekwenda naye, amekusikia sauti, ndio. Sawa. Akawaza kusema sasa hapa wale next nitafanya nini ili nifanye huyu abaki kuniona mwenye haki na huyu abaki kuniona mwenye upendo? Nitafanyeje? Akatoka kwenye kiti chake akavaa mwili. Umenielewa? Shetani wakati ule hajui kinachoendelea, yeye akavaa nini? Mwili. Alafu kwa sababu huyu shetani amemchukua yule kwa gharama za kwake, ujanja wake, anatakiwa akaondolewe yule pale. Mpaka umekubaliana na nani? Na shetani. Naeleweka vizuri? Mpaka umemalizana mkataba na nani? Na shetani. So huyu aliyevaa mwili ambaye ni Mungu akaja sasa kwa huyu hapa, akamlipa gharama ili amhesabu Mungu ni mwenye haki. Akamlipa gharama zake. Kunaitwa kukombolewa.
Kitu kilichokombolewa manake kinagharamiwa, akalipa gharama. Kwa njia gani? Hakuna ukombozi pasipo mauti. Kama dhambi iliingia ikaleta mauti, na ile mauti, ili mtu atoke kwenye mauti, lazima mauti ifanyike. Eleweka wapendwa? Ikamgharimu Yesu kufa msalabani kwa ajili ya kutoa damu yake iwe kwa ajili ya fidia. Amen. Na ndio vizuri. Ili kwa ajili ya nini? Ya fidia. Kwa hiyo Yesu akaja akamlipa Shetani, akamchukua mtu wake, akamrudisha hapa. Mungu anaonekana ni wa haki, amempenda huyo na amemtendea haki huyo kwa kulipa gharama. Anaeleweka vizuri? Kwa maana hiyo, hapo ndipo tunasema tumesamehewa, kwa sababu yupo aliyebeba gharama. Na mfano mzuri kwamba mauti inapotokea sharti kifo kitokee ili kile kilichokufa kiwe hai. For example, walipofanya dhambi bustani ya Edeni, Biblia inasema wakawa uchi, na katika kuwa kwako uchi wakashona majani yanakauka kwa pamoja, majani yanasinyaa. Ikamlazimu Mungu kuchinja na kutoa ngozi, akawavika, wakawa angalau kuna kitu ambapo tunaweza kuzungumza nao. Kuna kachembe kanaweza nikizungumza kanasikika. Kwa hiyo akaweka ngozi ikawasemesha. Sasa kile Mungu alichokuja kufanya ni kuja kuweka haki na upendo, vyote akihakikisha balance. Kwa hiyo Yesu akatoka kwenye enzi yake, kwenye nafasi yake, akagharimika kuja kama sisi tuliokuwepo hapa katikati. Tumejifunza kwamba Yesu alipokuja akaja kama huyo mtu wa kwanza alipokuja Yesu akaja na umbo la mwanadamu, akalelewa kwenye familia ya kimaskini. Tuko pamoja? Kwenye familia ya kimaskini ndiko alikolelewa Yesu. Wengi leo wanataka utajiri. Yesu alianzia na umaskini. Akalelewa na baba yake ambaye ni fundi seremala, kazi inayozalaulika, ili aone na sisi tutakaozalaulika huko chini tukoje. Huwezi kwenda kukomboa kitu ambacho hujajua maumivu yake. Kwa pamoja. Kwa hiyo akawa maskini, akazaliwa sehemu maskini, kwenye holi la ng'ombe, mahali pa chini, ili afuate yule mtu alikuwa mawapi. Akakuwa, akakutana na challenge, wakamtemea mate, kiwango ambacho ulitakiwa utemee mate wewe. Aliyetakiwa kuvikwa leo lile taji la miba ni sisi, lakini yakavaa on behalf of us. Akapigwa kwa niaba ya kwetu. Ni gharama zinalipwa. Hata na wewe unapopita kwenye wakati mgumu unalipa gharama. Sio Mungu amekuacha, unalipa gharama. Utapaje na nizamu? Sio utakuwa yale Mungu si uninipa mwenyewe nilikuomba. Lazima ustruggle, ukipata unajua kukaa navyo vizuri. Vikuta tu vimewekwa hayo vizuri. So huyu ndipo akaja. Kwa hiyo maana yake sasa, kitendo cha kumkubali huyu, anaweza akaja kwa huyu akamlipa, akaja kwa huyu anamwambia tuondoke, huyu akasemaje? Sitaki. Na Mungu ni wa haki. Anafanyaje? Unaweza kunishangaa. Wana wa Israeli walipokombolewa kutoka Misri wakasema sisi tuacha kule, tunakumbuka nyama. Kuna watu ambao wana maisha ambayo wamezoea. Nimewahi kuwa kule gerezani Segerea. Kuna watu wakienda mahakamani wakiwaachia wanalia. Anaenda kufanya kosa lolote ili mradi kesho arudi. Unamwona tena umerudi, bwana vipi umerudi? Ni kosa lile lile, anakuambia wewe mambo ya kukaula, yani unadhani uko fresh. Huko ndio safi. Sasa wewe kaka struggle wetu unataka kumuondoa yule mtu, utamuondoa.
Uwezi. Kuna watu ambao maisha ya kwa shetani yanawafurahisha, hata waondoe hawezi kutoka, mpaka wao wenyewe wamemkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi juu ya maisha yao. Kitendo cha kumkubali, maana yake dalili ya kwanza itakayonionyesha kwamba nimeokolewa kwa neema, ya kwamba neema ya Bwana imenifuata mahali kule ambako niliko. Maana yake dalili namba 1 ni kitendo cha kumkubali kwanza huyu aliyeleta wokovu, Bwana awe Mwokozi. Na akiwa Bwana, maana yake ana maelekezo ya kunipeleka mahali anataka nipeleke. Ndio Biblia inasema naye alituhamisha, naye alituokoa, naye akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake ninahamishwa. Kitendo cha kujua kwamba mimi nimeokoka kweli kweli ni hiki hapa. Huyu alikuwa hapa, na kama alikuwa hapa, maana yake ni kwamba alikuwa anategemea maisha hapa, akiwa anamsikiliza Yesu. Anapokuja anamshika, anamhamisha, anamrejesha mahali alipokuwa. Amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea kutoka sehemu yake, anarejesha. Yeye anakujaje? Anakuja na matunda ya Roho, anakuja na upendo, anakuja na utu wema, anakuja na fadhili, anakuja na kiasi, kila kitu, full package. Na upendo wake na amani yake ni tofauti na yakule. Kwa hiyo anakuja, anamrejeshea huyo mtu. Maana yake kitendo cha kuhamishwa, kitendo cha kutolewa kule, ndiko ndani ya huyu mtu akasema hata sasa, anasema tazama, ya kale yote, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamefanyaje? Yamepita. Tazama, yamekuwa mapya. Saa hii sio utatazama, tazama, yamekuwa mapya. Maana yake kuanzia hapo nilipohamishwa kutoka kwenye nguvu za giza, tangia hapo nilipohamishwa kutoka kwenye falme za shetani, tangia hapo nilipohamishwa kutoka kwenye maelekezo ya adui, tangia hapo nilipohamishwa kutoka kwenye mazingira ya adui, nimehamishwa mahali pengine. Na nilipohamishwa mahali pengine, nimekuwa tofauti na kiumbe kilichotoka kule. Maana yake kiumbe kilichotoka huko kilikuwa na pendo la unafiki, kilikuwa na pendo lisilo sahihi, kilikuwa na uvumilivu usio sahihi, kilikuwa na utu wema usio sahihi. Unatoa utu wema ili kwa ajili ya kupata faida ya baadaye. Unapenda wale wanaoonekana kwamba wako fulani, ndio upendo wa namna huko. Sasa ananitoa, kila kitu kinabadilika. Namna ya kupenda kwangu, sitapenda kwa sababu ya kitu, nitapenda kwa sababu Mungu ni pendo na aliye ndani yangu ni pendo, pasipo kuangalia sura ya mtu, pasipo kuangalia uchumi wa mtu, pasipo kuangalia maisha ya mtu, kwa sababu ndivyo pendo lilivyo ndani yangu, kwa sababu aliye ndani yangu ni pendo. Awe na matakataka atakumbatiwa, awe ni msafi atakumbatiwa, awe ananuka atakumbatiwa, kwa sababu aliye ndani yangu ni pendo. Alimpenda Lazaro aliyewekwa na ndugu zake kaburini, wakamwambia Yesu, ni siku 4 sasa, ananuka afai, kama unaenda nenda mwenyewe, sisi ile harufu hatuwezi kustahimili ile harufu. Kwa sababu yeye ni pendo, iligeuka ikaonekana ni manukato, ilionekana ni manukato kwake. Akalisogelea lile kaburi, wale ambao walioambatana naye wakabaki nyuma, kwa sababu pale tuna harufu. Mungu ni pendo, akiingia ndani yako, pendo lako litakuwa halina unafiki, pendo lako litakuwa halibagoe. Yale unayotembea nayo hayatakuwa ya kawaida. Wakati wengine wataulizana ya kwamba huyu anafanyeje? Sio wewe, aliye ndani ndiye anayefanya. Aliye ndani ni mkuu kuliko wote wa dunia. Aliye ndani ndiye anayekamilisha mambo. Yeye ni mambo yote katika yote. Nikimpata yeye sina shaka na pendo, maana aliye yangu ni pendo.
sina shaka na utu wema, maana aliye ndani yangu ni mwema. Sina shaka na uvumilivu, maana aliye ndani yangu alivumilia mpaka mauti. Sina shaka na kiasi, aliye ndani yangu alikuwa na kiasi. Katika majibu yake aliwaambia Mafarisayo mambweha, aliwaambia Mafarisayo mambweha, aliwaambia wengine wana wa machoka. Maana yake alikuwa na kiasi. Ukileta bra zako hazieleweki, anakukatisha katikati kwa kiasi chake, anakasirika, anapindua meza. Kuogopa sio kwamba unakaa mambo yanaenda bobo. Alikuwa na kiasi, amekuwa na kiasi. Sio mlokole amepitiliza Biblia, hapana, alikuwa mlokole anaishi kwenye Biblia. Akapindua meza zao, akapindua biashara zao, alikasirika, aliumia, aliteseka. Kwa hiyo aliye ndani yako akiwa kwako, huna mashaka. Sio wewe unayeishi. Huo ndio ulokole. You feel comfortable. Come on. Unasikia amani. Sio ulokole wa mangamngamu. Sio ulokole ule wa kujumla. No. Ulokole special, smart. Wote waliompokea aliwapa nini? Uwezo. Ulokole wenye uwezo, sio uwezo wa hela. Sina fedha wala dhahabu, nilicho nacho ndicho nikupacho. Come on. Umeenda mahali wanataka fedha, unaambia sikilizeni, sina fedha, sina dhahabu, ila nilicho nacho is more powerful kuliko fedha. Fedha watakusaidia leo, watakusaidia kesho, watakusaidia kesho kutwa, watakata tamaa, lakini ulicho nacho kimebeba fedha. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Pesa iko ndani yake. Pesa na mali ya Bwana na vyote vijazavyo nchi. Ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Na wewe ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Nikikaa kwa Bwana kuna amani. Ya kale yote yamepita. Uoga na mashaka umepita. Wasiwasi na mashaka umepita. Ninakuwa na ujasiri kama Yesu. Yesu akuangalia sura ya mto. Yesu akuangalia cheo cha mto. Yeye alipanda nao moja kwa moja. Ukiwa na Yesu unakuwa na ushujaa. Hauangalii sura imekaaje, hauangalii mwili umekaaje. Unachoangalia ni kusudi la Mungu. Ole wake ukute mahali ambapo shetani ametumia mwili, kuanzia mwili na huyo shetani aliye ndani, wote shimoni. Uangalie sura, unaangalia kusudi la Mungu. Ukimkuta shetani ya kale yamepita, wewe unasonga mbele. Shetani yuko pale, hauna haja ya kukimbia. Unamwambia ndio ninakuja, ndio ninakuja. Biblia inasema ya kwamba unapomkaribia Mungu shetani anakimbia. Hapa nilipo nina Mungu, so ninamkaribia shetani ili kusudi aanze kuchanganya mbariga na uondoke kabisa. Haleluya! Usiokuwa na uoga. Hatujauliwa roho ya hofu. Unaogopa nini? Kufa, watu wanakufa bwana. Kama unaogopa ni kukaa kwenye jeneza. Wengi wanakaa nani asika awe muuaji anayeua wote siku moja tu. Amina. Nini cha kukuletea mashaka? Wokovu wa Yesu. Wokovu wake kamili. Kuna wokovu nusu. Haleluya. Naye alituhamisha akatuingiza. Unaweza usikujawa umehamishwa ila ukajihamisha. Una habari hiyo? Una habari hiyo? Biblia inasema wako wajiingizao kwa siri. Hajahamishwa. Yule Simeoni mchawi chana ngozo sala ya toba siku zote nakwambia na kubatizo kwa batizo. Lakini naye anasema nigawieni na mimi hicho kipawa. Kuna wengine wamegawiwa vipawa. Sio Mungu amewapa, wamejigawia wenyewe. Sasa ukijigawia wale wako wewe kuja, anasema hakuna mtu aliyekuja kwangu mambo magumu. Cha kwanza, asipovutwa na Baba. Come on my God. Asipovutwa na Baba. Amekwambia asipochukuliwa? Hapana. Kuja. Asipo pamoja.
sio asiyetembezwa na baba, asipovutwa. Ya pili, asiyejaliwa na baba. Hakuna. Nimeokoka. Umeokoka? Hivi. Unajua, stop kidogo. Unajua, umewahi kukutana na nilikuwa na kansa, sasa Mungu kaniponya. Kwa hiyo kwa kweli namuona Mungu. Kwa hiyo huyo ndio Mungu naye kumwona wa kukuponya. Hiyo haitoshi. Furaha kwa mwenye dhambi mmoja anapotubu mbinguni. Sio hajatuambia ni furaha kwa mwenye kansa, ni furaha kwenye mapepo yanapotoka. Ni furaha aliwaambia wale wanafunzi, msifurahi kwa sababu mapepo yanafanyaje? Hiyo haileti ukamilifu wa furaha. Ulokole sio kuja kwamba kuna uponyaji, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa kansa, na ndio maana leo makanisa yetu yamejaa watu wamekaa wanasubiria waponywe, wanasubiria wapate kitu fulani, wanasubiria wapate kitu fulani. Ukimuuliza mlokole anasema ndio mimi ni mlokole, lakini ni mlokole ambaye anategea vitu vijitokeze, vitu vijitokeze. Huo sio ulokole. Huo sio ulokole. Ulokole wa kutegea vitu awe Bwana na sasa wengi wanamtaka awe mwokozi. Unajua kuna mwanamke anaweza kuwa na mwanaume ana time naye, ila mwanaume anazo. Mwambie kwani unazani nini shosti? La pale unapata na siku akifilisika. Baba kamata begi lako na ufanyaje? Ondoka. Manake ndio wengi tunamfanya Yesu. Yaani kwamba una chuna vya kwake, lakini mahesabu na yeye hauna. Awe Bwana na Mwokozi, mawili akamilike. Awe Bwana wako, na kama ni Bwana wako utasikia sauti yake, alafu awe Mwokozi. Amen. Anasema umesamehewa dhambi zako, usitende dhambi tena, ili lisije likakupata baya lililo zaidi. Amen. Katolewa huyu kawekwa hapa. Afa naambia usifanye dhambi tena. Manake dhambi ndio mlango. Ukifungua tu mlango wowote, unaingia. Huyu adui anaingia. Na yeye huyu yuko kufanya hivi usiku na mchana. Anamwangalia hapa. Anamwangalia na Yesu anamwangalia hapa. Sasa huyu asipokaa vizuri, anamsogelea. Akifanya tupa. Huyu akiwa anavutwa, si hakuna asiye kwenda kwa Yesu asipovutwa na nani? Naye huyu anamfanyaje? Anamvuta. Wewe shetani niachie kwanza. Shindwa na ulegee. Akilegea sasa na yeye ndo amekushika, si mnalegeana wote hapo. Niachie. Hapo umeshanizoea wewe. Na yeye wala hakusikii. Si ndivyo tunakukanyaga shetani, tunakufirigisha chini, tunakukata shingo, tunakukata mkia, tunakukata mapembe. Aliyekwambia shetani ana mapembe na shetani ana basuti. Amen. Shetani handsome. Wewe unaona mapembe? Eti unatutolea vijito vimekama. Hapana, very beautiful shetani. Akikwambia hai, na unajilogelea hai. Azana anakuja kwa ukali. Hapana. Sasa mwambie ndio mwanamke kula. Zuri hilo. Haufi. Sasa huyu alipofanya akaenda huko yupo. Kwa huyu amekufa. Na kama amekufa, hata kama atakuwa anaishi, ana share huko. Unaelewa? Ndio tunapokufa kiroho. Ndio mauti inapotupata. Unaishi lakini kwa Mungu wewe ni maiti. Ndio maana hakuna chochote anachokuhudumia. Omba na kuomba mambo yamekaa. Kwa sababu gani? Hatujahamishwa. Hii ndio mauti ya kiroho. Sio mauti ya kulala kwenye jeneza. Wengi wa mahubiri anakuambia utakufa wewe. Kufa kila mmoja anakufa. Dhambi inaua, haiui kwa kusema unakaa kwenye jeneza. Huwa unatembea hapa. Unachomeka hapa. Kabla hujachomeka mbinguni. Aliweka vizuri. Kwa hiyo sharti la kwanza ni kuhamishwa. Alafu unapohamishwa, kitu cha pili ni kuwa na neno. Ndio mlokole. Amen. Mlokole original ana neno. Ana maneno. Kwa sababu gani?
kwa sababu naye aliniokoa akanihamisha, akaniingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake kama aliniokoa akanihamisha, amenileta mazingira mengine. Akasema na yeye akasemaje? Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani. Anakwambia mazingira haya ili uweze kuishi wewe hapa. Hautaishi kwa ugali unaoupika, hautakuwa na nguvu kwa ugali unaopika. Unaweza kuwa bounce kimwili na mapepo yanakufinya flesh, lakini kitakachokupa kushinda ni ile neno ndani yako. Nao wakamshinda kwa neno. Maisha haya uweze kushinda uliyookoka kweli kweli ni maisha ya neno. Mlokole yoyote asiyependa neno la Mungu, huyu kajiingiza. Walio wa Mungu wanasikia sauti ya Mungu, wanapenda neno lake. Anasema wokovu wako kamili, mapenzi yako nifanye yale. Sasa mapenzi ya Mungu ni yapi? Yeye aliyetuchukua sisi anasema hivi, wakamwambia Yesu chakula, akasemaje? Chakula nilicho nacho mimi ni kuyafanya mapenzi ya nani? Mapenzi ya Baba. Utayafanyaje? Kupitia neno. Huwezi kusema unafanya mapenzi ya Baba wakati haujaishi kwenye neno. Neno ndilo lina mambo yote. Nikimpata neno ambaye ndiye Yesu. Yesu ni neno. Alikuja kwa walio wake na walio wake walimkataa. Na wale wote waliompokea neno, aliwapa uwezo wa neno, likafanyika mwili, likakaa ndani yetu. Na hilo neno tunapotamka, tunaona utukufu wa Mungu, tunaona ishara za Mungu kupitia neno lililoko ndani yetu, kupitia maisha ya neno ndani yetu. Kupitia neno linatupa matendo. Imani pasipo matendo imefanyaje? Imani pasipo matendo imefanyaje? Na imani chanzo chake ni kufanyaje? Huwezi ukasema una imani wakati hauna neno. Imani inayoambatana na neno, imani inayoenda sawa sawa na neno. Biblia inasema Mungu analiangalia neno lake. Angalii mdomo wako, angalii mawazo yako. Anasema atukuzwe yeye Mungu awezaye kufanya mambo makubwa, mambo ya ajabu kuliko yale tuyawazayo au tuyanenayo, kwa kadri ya nguvu iliyoko ndani yetu. Sio kwa kadri ya kunena, nguvu, power, uwezo. Mungu afanye, kwa sababu tunaomba Baba, ingekuwa hivyo wengi tungekuwa tumeshajibiwa, tunaja kucheleweshwa. Mungu anakujibu kwa kadri ya nguvu iliyoko ndani yako. Nguvu gani? Neno. Wakamshangaa mno Yesu Kristo, kwa sababu neno lake lilikuwa na uweza kuliko neno la Mafarisayo, kuliko la waandishi wao. Neno la Yesu lilikuwa limenyoka. Neno la Yesu lilikuwa ni upanga, sio butu. Neno la Yesu ni upanga. Neno la Yesu ni moto. Ukisema kuanzia leo hii nyumba waka, itawaka, maana neno ni moto. Ukisema huu mti kauka kuanzia leo, utakauka. Anasema mkiwa na imani kama punje ya haradali. Sasa tutoe ile neno imani, tuliweke pembeni. Imani chanzo chake ni kufanyaje? Ni kusikia. Maana yake mkisikia, mkajaa ndani yenu kama punje ya haradali, kwa kusikia kwenu mtaamuru mlima ufanyeje? Wewe Bwana, wewe, mimi nimeokoka, nikitembea tu mapepo yanapanga mapepo yanatia njia Ukiweka hivi ni barua, akishika mtu anaona mpeni kazi, tukikaa hapa mimi nakosa kazi Maana yake ni moto unatembea. Sio mlokole amepigwa kama moto tu, na yeye ndio kumetoka anatembea na uona moto. Na joto la sasa hivi mwili wote ni moto. Akifika mahali hamna maji ya kuoga, yaani tiana mnaanzia hapa cha moto tunakonanga kwambia wewe. Powerful. Amen. Wokovu kamili. Wakati wengine wanaona joto wanapigika, wewe unaona kiyoyozi. Amen. Sio mwenyewe vizuri. How? Kivipi? Unaweza sema naongea vitu gani? Nisikilize wewe. Ukiwa na Yesu ambaye ni neno, Meshaki, Shadraka na Abednego walitupwa kwenye tanuru la nini? Wao wa nje waliona wametupwa kwenye nini? Wao waliona wako kwenye nini?
kiyoyozi afu anaenjoy wanatembea. Jamani, si moto ni kwako, sio kwangu. Ni kwako. Vipi Yesu? Huko mbinguni wanasemaje? Tuliona wanavyotupwa. Tuliona hapa tukasema sasa na mimi nikasema kwa nimekuja kwa ajili yenu nikaamua nidubukie kabla. Si unaona umenikuta tumekukuta asi Yesu na wewe. Sasa inakuja tuendelee bwana. Acha tutembee hapa. Huu mtaa mzuri, kuna mitaa mizuri. Jamani angalia. Alizania wataanza jamani kwa jela unamkataa Yesu. Ndio. Nakataa habari za Mungu, nimekubali kutumikia hiyo miungu. Wanakuta watu wanatembea. Wanatupwa kwenye makano ya simba. Simba anageuka kuwa paka. Namuuliza simba, how are you? How do you feel? Hivyo simba uko msituni mkoje, mnakula story. Akifanya wanajua anakumeza, kumbe ndio anakupa story. Mwambie simba tuone meno yako. Hebu achama tuone meno yako. Anaacha mwanamwangalia. Watu wanajua tu anamjaga. Bwana ameze aliye ndani yangu ana mamlaka kuliko simba. Aliye ndani yangu ni simba wa kabila la Yuda, hata nikapaka. Wewe unaangalia hivi. Ukiwa na neno. Amen. Mungu awabariki. Ukiwa na neno. Amen. Ukiwa na neno. Ndio kweli halisi. Alafu sio neno. Na ukijazwa Roho mtapokea uwezo. Kisha ajilia juu yenu Roho nani? Kazi ya Roho Mtakatifu ni ipi? Kuna nani? Kukupa nguvu za vipi? Anakupaje? Hebu niambie, umekutana naye wapi anaanza kukupa? Ujasiri, unasikia tu? Ujasiri wa kumtumikia. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu alitumwa kwa kazi moja. Akasema huyo atawahakikishia kwa habari na nini? Hukumu, kwa habari ya dhambi. Si ndivyo? Ndio Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu anakuambia nikitaka nataka nikae kwenye kiti na vile usikae. Wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Let me tell you. Umemwona Ayubu. Eti Ayubu kilichofanya shetani amjie, nani anaweza niambia? Ayubu alikuwa na dhambi. Ayubu alikuwa na dhambi. Alikuwa nazo. Kivipi tena? Mcha Mungu. Katika nchi ya nini? Alikuwa na dhambi. Sasa shetani ilikuwa kuaje penye? Maana tumesema shetani anakuja kupitia mlango. Mlango uliompa kuingia ni upi? Kwani wewe sio mcha Mungu? Shetani anaweza kukuvamia tu saa yote. Lakini kuna sehemu unaweza ukakosea. Unakoseaje? Roho Mtakatifu kaenda wapi? Roho Mtakatifu wapi? Ikinyamaza na kuacha na nani? Kama Mungu nyamaza ubaki mtupu. Yesu, Biblia inasema Roho akamchukua Yesu akampeleka wapi? Ili afanyeje? Kwa hiyo alikuwa Yesu na nani? Na nani tena? Mwenyeji wake alikuwa nani? Sasa ukiingia kwenye kimtego kama mwenyeji wako hayupo, utajiconfuse mwenyewe. Sasa kilichotokea kwa Ayubu pale, fungua Ayubu 1. Fungua Ayubu 1. Hapa. Anasemaje? Anasema hivi, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu, unanielewa, na mwelekevu, ni mmoja waliyemcha Mungu na kuepukana na. Kwa maana hiyo, maana yake ni kwamba mahali alipokuwa uovu ulikuwa ni mwingi, afa alikuwa ni mmoja. Unanielewa? Yuko huyu, alafu kuna uovu.
Sasa ule uovu sasa ndio shetani anaotumia. Umenielewa? Hapo anakuambia baba zake na mama yake waliokoka, hapo anakuambia kuna ndugu zake wameokoka. Ni yeye peke yake. Weakness ya familia inaweza kukuingiza hapo. Umenielewa? Kuna mahali pengine unaweza ukawa tunakwama. Ndio maana sasa usipojua katika kuokoka kwako namna ya kulisoma neno, unaweza kukuta shetani anakuja mara kwa mara na unajiuliza kwa nini unanifuatilia? Hiyo kinani shetani, hiyo kinani shetani. Mwisho Mungu waibi. No, kuna mlango. Kuna mlango. Amesema msikose kuzijua hila za adui. Maana kilichofanya mpenyo wa shetani kuingia sio Mungu tu kumruhusu. Shetani aliangalia doa lake. Shetani hawezi kwenda kushtaki leo ajiangalia kidoa chake kwake. Kwa hiyo akaona vile ambavyo maisha aliyokuwa nayo Ayubu, kwanza ametokea kwenye familia za uovu. Hata shetani anaweza akaja akatumia uovu wa kabila lako, uovu wa familia yako, uovu wa ukoo wako, akaja akakukamata. Nilikwambia hivi, ili Daudi aweze kumkamata mke wa Bathsheba inategemeana na vile ambavyo genetics yake inatoka kwa Rahabu. Amen. Rahabu ulikuwa ndani ya Daudi, japo ni mtu wa Mungu. Sasa uovu ukamfanya Ayubu kuingia kwenye sekeseke. Ndio mlango. Kwa pamoja. Sasa wewe leo ndio unakujiwa na huo uovu. Mfano ndio sasa hivi shetani anakushtaki nao. Unampigaje sasa? Kama una neno utaanza maombi. Nakataa shetani, nakataa kazi zake, na kupigilisha chini, na kupiga shetani, na kukanyaga. Haitoshi hiyo. Unamwambia full stop. Imeandikwa, amenunua kwa damu yake ya thamani. Amenunua kutoka wapi? Kila taifa na kila jamaa. Kwa hiyo mambo ya uovu wa ukoo wa kwangu, hiyo mimi hainihusu. Kaa pembeni. Huo sio mlango, tafuta mlango mwingine. Tumeelewana? Shetani kaa kando. Anasema huyu jamaa linaelewa, naenda kumtafuta tena mzembe mwingine. Usipolielewa neno utaangamizwa kwenye neno. Kwa hiyo mlokole lazima neno la Mungu liwe ndani yako. Kama Yeremia anasema, Bwana ameweka maneno yake kinywani mwangu. Ya nini hayo maneno? Ya nini? Alafu alipoweka kinywani mwangu ameniweka juu. Yote. Mimi sasa nani wengine msio mnasema. Ndio kasema Bwana ameniweka juu ya mataifa afu moja. Naweko juu ya mataifa, kesho unaambia twende Ulaya. Jamani, sijasoma mimi elimu yangu ya kwenda Ulaya kweli. Naenda kuzungumza nini? Aliyesema Bwana ameniweka juu ya mataifa, kwa hiyo mataifa yamekuweka chini wewe. Bwana ameniweka juu ya nini? Alafu ameniambia mahali popote nitakapoenda nisifanyeje? Nisijiulize. Kwa sababu gani? Yule anayenipeleka ambaye ndiye Roho Mtakatifu anajua cha kufanya. Mimi niko tatizo leo hii, ukimwambia mtu nena nini? Hata ukipewa maiki imba. Hivi mimi nitaimba kweli? Hebu ngoja nijaribu. Bwana. Maana yake nini? Umenipeleka mwenyewe. Kama Roho Bwana akiwa ndani yako, amekuweka juu ya mataifa. Maana yake lugha sio tatizo. Umeelewa? Lugha sio nini? Yaani ndio ikitokea kwa mfano ndio wako anakwambia unatakiwa kwenda Ulaya. Unasema Kiingereza njoo. Kama aina sijui nikasoma English course ya nini? Utachelewa. Mwambie no, tena unaenda kwenye Biblia sasa. Umeelewa? Unafungua Matendo ya Mitume pale 2. Anasemaje? Kile chumba kikafanyaje? Kikatikiswa. Kikajaa uvumi kama uvumi nini? Zikawatokea ndimi za nini? Zilizoangalia kila mtu. Alafu wakaanza kutamka kadri Roho alivyo. Wakaanza kunena sivyo? Pale sio kwamba walikuwa wananena kwa lugha. No. Pale walikuwa wanaongea
kuongea lugha za watu walioko nje. Niko pale nasema, angalia mbona kama naongea kifipa hapa. Nawasikia. Halafu hawa sio Wasumbawanga. Hawa si ni jamaa waliko. Mbona naona wanaongea Kimakonde. Sio. Naona Kichaga pale. Hapana. Bwana mbona naona Kiingereza pale. Manake wale walioko pale walikuwa wanahudumia pale nje. Amina. Halafu mtu anasema, hebu tuone. Wewe unadhani bibi hapa atafika mahali kwenye kanisa wanaongea Kikuria fresh? Wewe bibi atajiachia wewe. Nyumbani tena. Wewe tena ndio atamuelewa mhubiri vizuri. Sio, nimeeleweka vizuri. Ndiyo Roho alivyofanya ndani yao. Maana yake tatizo anasema enendeni ulimwenguni mote. Mkahubiri nini? Sasa amekwambia mkasome kwanza. Nikifika Ulaya kikaeleweka, nikijua tu yes no, God love you. Yes no, God is good. God, nitajikuta hapo naanza kupromoka tena na poromoka. Alafu nikishuka kwenye jukwaa niambie, how are you? Wanajua huko nondo vizuri, kumbe pale Mungu amekufunika nondo masi. Sema haka kameshuka, kamekulia international hapo. Na ulimi sasa unavyokamata, wanasema ndimi za moto zilikuwaje? Yaani wakamata wakandamize. So uanze kuongea Kiingereza cha Kisukuma. Kamba lile kujaga, nimemwona kama Mungu sagodi kama. Hakuna. Manake ulimi umewekwa God is coming. Yes, God is good. You know what a time out there. Yes, you gotta go there. You know what I'm talking about. Sure, you know what I'm talking about. Ulimi ulilainishwa. Kwa hiyo hakuna cha lafudhi kwamba huyu ni Kiingereza ila ni Msukuma. Mwanga good morning thee. Good morning thee. Asikuwepo good morning thee. Good morning, how are you? How do you? How about you? You're higher. How about you? Umesoma? Unakaa degree na masters? Of course. Umetokana? No. Anakupa Kiingereza. Ukisimama haya. Glory to God. Wakile kwa unasema my God. Tena ndio akikupa na video ndio umefika nyumbani sasa umeweka. Akija mgeni atakaa anaangalia. Anaangalia. Akitoka dakika mwenzangu, masa sio mwenzetu. Nimeona kwenye screen yani Kiingereza. Hapo naomba Mungu asije kuniuliza maswali tena hapa. Mimi nimemaliza. Hujaifanya kazi alafu Mungu amekusaidia unaogopa hata maswali. Kwa sababu utajibuje? Ndio ile nakuja sijui wanakuona kama mwenda wazimu. Wewe masa hebu tuambie uliongeaje? Kwani mimi naelewa. Wewe unadhani nini? Wewe mnyama. Simba anajitokeza saa hii. Wewe usharuka sarakasi. Utaruka saa hiyo. Akitokeza hapa roho na kuchukua na kufanya pia. Unaenda ukidondoka kule kama kiroba utakimbia. Afu kesho ukibeta sasa unakushuhudia. Nilikuwa hapa, nikapita hapa. Watu wanasema wewe ulipitaje hapa? Irudie. Ulipitaje? Ni roho wa Mungu. Nikuangalie. Tunayaweza mambo yote. Ndio maana nimesema hapa hakuna kusema siwezi. Awakaaji wakina siwezi hapa. Tunayaweza mambo yote katika yeye akitiaye. Sasa kumbe sio nguvu tu kwako. Wewe una wasiwasi gani? Tukikupa maiki imba, wewe una wasiwasi gani? Ni sauti langu hivi nitaimba. Tunayaweza mambo aliye ndani yetu ni mambo. Don't afraid. Usiogope. Amen. Kana ulokole uliosaidia, jitambue, jielewe. Usipojielewa shetani anakuelewa. Sio msemo wa siku hizi. Mtu anakuambia eti nimemuelewa. Eti nimemuelewa. Zakayo naijua. Eti nimemuelewa. Binti anasema nimemuelewa Zakayo.
Asa wamwambie Yesu, nimekuelewa. Come on, haleluya. Yesu, nimekuelewa. Amen. Usifike mtu anakuambia nimekuelewa. Umenielewaje? Umenielewaje? Hao. Mimi nimeelewa. Elezea. Anayenielewa ni mmoja, Yesu Kristo. Ananielewa, ananijua, ananifahamu. Yeye ni yote ndani ya yote. Ulokole nilio nao umenyooka. Anasema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itamweka huru. Wakati wengine wanajua huyu anapita kwenye wakati mgumu, kumbe wewe unapita ni kwenye macho yao ni wakati mgumu, lakini huko kwa ndani kuna pigo. Kwa pamoja. Yaani wewe unapita kwenye wakati mgumu, lakini ukipiga tembele, alafu tembele lenyewe lina Yesu. Maana yake mnayekula mnakula na nani? Sasa kama yeye ndo amependa tembele, kwani wewe ukiwa mjamzito madongo unapenda kula wewe? Sasa si ni yeye aliyeko ndani. Aliye ndani anataka tembele, maana kanyamaza. Sasa mimi nifanyeje? Nifanyeje? Aliye ndani yangu ametaka leo tukae tusile. Mimi nifanyeje? Alafu tunamwambia mapenzi yako ni rahisi sana, mapenzi yako. Ila mapenzi yakianza ya Mungu, Mungu wangu wewe. Waibi baba. Baba uko wapi? Uko wapi? Sikuoni baba. Ulikuwa unamuona, ulimkutia wapi ukamuona anafanya nini? Sikuoni baba. Na nikasema umuone. Change your mind. Amen. Amen. Nataka Shekina ukisimama, you know who I am. I know who I am. Hallelujah. Ukiniamsha kadani. Tuambie Mungu anasemaje, mwambie chukua kiti kaa. Alafu naanza kumtolea madudu. Toa hayo madudu kichwani mwake, alafu naanza kwa. Tasikia anaanza kuitika kama vile nini? Dua kuishaelewa huyo. Kumbe. Yes. Ndivyo hivyo. Amen. I believe ulokole wako sahihi utakuwa wa maana. Makanisa mengi yanaitwa Kipentekoste, lakini hakuna uhalisia wa Pentekoste. Hakuna upendo wa kiungu pale ndani. Natamani Shekina iwe na upendo wa kiungu, upendo usiobagua, upendo usioangalia. Unajua, niliwahi kukwambia hivi, leo hii mimi ninaweza nikaingia kwenye tatizo. Mungu hana shida na tatizo la kwangu. Mungu ana shida na Kristina atalionaje tatizo la kwangu, ili hali yeye ni mcha Mungu. Yule mfanya biashara aliyekutana njiani wakamkamata wakamvua nguo, Mungu alikuwa ana shida na yule mfanya biashara. Mungu alikuwa na shida na wale watakaopita mahali pale. Mungu anaweza kumpa shida Kristina, alafu Mungu anataka kupitia shida ya Kristina aniinue mimi. So nitakapoichukulia uzito wake, ndiko maisha yangu yataenda. Nikiipuza na kuisema vingine, ndiko najizika mwenyewe. Toba ya Mungu ni ajabu. Hujawahi ona mtu anasema shida ya mwingine? Hata unaposema shida ya mwenzako, ndivyo unavyojifunika mwenyewe, ndivyo unavyoenda mwenyewe. Kadri utakaposema watoto wa wenzako, ndivyo watoto wako unavyowasogeza kwenye matatizo. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Utakalo lifanyike mbinguni kama wapi? Maana yake kipondo kinaanza hapa hapa, na kila mmoja kila kazi lazima ilipwe. Umeokoka hujaokoka, maneno yako yatapimwa. Bwana hii anajielekeza. Ujaona kwenye wale unakuta mke na mume mmoja anaumwa, mguu unauma, sema unaona unajielekeza. Hivi huo mguu wako una siku na yeka bana. Yeye ndio anaumia zaidi. Na wewe mwambie, wewe unajielekeza. Wokovu, upendo kamili. Amen. Kikipiga kipenga unafika kwa Mungu. Kwa sababu gani?
Ndio ile anasema atatufuta nini? Machozi. Unadhani mchezo wa kuvutwa? Unavutwa kwa Mungu. Unadhani wokovu ni haleluya haleluya? Ni zaidi ya haleluya. Wokovu ni maisha mapya. Wokovu ni kujikana. Wokovu ni kuishi maisha kama ya Yesu. Alikataliwa, alisulubiwa, alipigwa, alitemewa mate, lakini alikuwa mvumilivu. Alitoka kwenye maskini. Huwezi kumpa stori za umaskini, anazijua. Baba yake fundi seremala. Yesu Kristo alisema na ndugu zake amefanyaje? Kachanganyikiwa. Huwezi kumtoa sasa mahali hapo. Kachanganyikiwa lakini yuko vizuri. Yaani upande wa pili unaonekana umefanyaje? Umevuruga. Alafu machizi huwa unakujaga kueleweka baadaye. Kwa pamoja. Tayari Yesu aliyechanganyikiwa amewekwa msalabani, giza papa wanatafutana. Hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Tuleti mwana wa Mungu na giza litaingia. Nadhani ile giza lilipotoka lile giza, walienda pale wamuone, wanafika hivi hayuko. Alafu angalia jinsi walivyomweka. Wakamweka kwenye kaburi. Alafu kwenye lile kaburi waliweka nini? Ili na lilipigwa nini? Muhuri. Alisema atafufuka. Huyu bwana asituletee ujinga, wakaja wakamuiba. Sasa ole wake aguse mtu, nakwambia hivi, na walinzi juu. Wewe bwana wewe, akiwa ndani yangu hata wanizike. Kuna jamaa mmoja walibeba nyayo zake wamepeleka Tanga. Zinafika Tanga wanamwambia sio huyu. Wakazitoa na ndio yeye nyayo zake. Wametoa wamepeleka ni Mtwara. Huko Tombingo huko. Bantu huko. Kufika kule mtu anasema sio mtu mwenyewe. Wakabeba soda. Imebaki nusu, asema mimi majangu na kidi sio na acha huko. Akabeba kama hivi. Peleka kwa mganga nusu. Akasema sio mwenyewe. Manake kwa waganga wote kafanyaje? Wakaitana. Stori za kweli. Wakaitana pale mama ntilie na huyo mwenye sumu yake. Sasa tunampataje? Na anayeuza chakula ni mlokole. Lakini wale walokole nitamwambia Bwana. Dakika mbili mbele akaitwa binti wa watu. Apewa 500 na sumu juu. Mtumishi wa Mungu kaambia leta chakula, kapeleka, anajua kina sumu na 500 kapewa, kampelekea pa. Jamaa alipokula kuanzia hapo mwili wake ulianza kuwa hovyo. Ashukuriwe Mungu ambaye anasema hautakufa bali utaishi uyasimulie matendo. Sasa ole wako wewe wakuletee sumu alafu hauna hata mkakati wa kusimulia matendo makuu. Wewe kufa tu. Wanaokufa ni wale ambao wanasimulia matendo. Kama akina sisi hapa tunahubiri, unadhani kuna kufa hapa? Namwambia baba mambo ya kufa kwanza weka kando. Kuna injili inatakiwa. Sasa wewe una popote unaposema kufa, sasa kwa nini unusiku? Kwa hiyo ndio sasa yule akajulikana kwamba bado injili inafanyaje? Piga sumu. Jamaa ndio ameteseka. Baadaye ametoka. Wanakuja wenyewe. Unaona? Fulani ndio kaweka. Mpaka sasa hivi yule binti anajiimbia mwenyewe. Hapo bado hajaombewa chochote. Anajiimbia, ndugu zake wamemchukua wamempeleka Mtwara. Akili zimeluka. Unaona hizo challenge. Akili zimefanyika. Na hajaombewa. Yaani kipondo cha Mungu hapa duniani kaanza kupigika. Sio mimi nilipewa. Ndio maana wale matizi nao wakuta msikani nao kwa makini utasikia sio mimi. Kuna vitu alifanya. Kwa hiyo sauti kaanza na mtu mpaka ni bora mtu afe kuliko uliyemwekea sumu alafu unamuona tena. Inauma. Umeelewa? Yaani usiyempenda kafanyeje? Yuko mbele ya macho yako. Mpende Mungu mpendwa. Ukiwa na Yesu kikweli kweli, hata kama watakuwekea sumu. Niliwaambia hapa kwenye madarasa nikasema usije kufika mahali aya wekeni sumu, wekeni tu mimi nakunywa. Maana Biblia imesema tutakunywa vya kuwekewa sumu. Hebu mimi na wewe ongeza kama vile Elia alivyosema moto wekeni maji na wewe ongeza wafanya gugu dakika 2 moto ali Bwana ametoa kumbe umejitoa mwenyewe kwa kukosa maarifa. Lakini nikichukua maji haya kuna mawili yakiwa na sumu, Roho akaniambia acha na akiona masikio yangu mimi simsikii vizuri,
hata bora ndende akidondoka kwani utamwelewa? Si yako hapa haya mwagiki wala akiona kakiochwa kangu akaelewa vizuri, nikiasogelea tu hapo utasikia sogeza kiti, nasogeza kiti na acha. Afu baadaye anaanza hivi mimi pale nilifuata maji. Nikifika hapo nasikia sasa, hebu ngoja njoo, unaenda maana unasaulishwa. Kuna ajali linataka kutokea barabarani kule kwenye ile gari ambalo ukishinda tu utashangaa umeenda nimesahau mkanda, unarudi kuchukua tena nini kule gari linapita lenye ajali, nimesahau nani simu. Ukija kupanda hivi mnaenda mbele, unalikuta limeangukia huko kushoto. Ndio ile nilitaka niwahi. Ukumwelewa hata Mungu. Baba mmoja anatoka nyumbani mwake, hawezi kuelewa sauti ya Roho Mtakatifu, anatoka kama yule mtoto umekuja naye. Ile anatoka tu yule baba kama huyu. Anatoka yule baba, yule mtoto alimshika. Akalia kama mshika mguu. Kwa sasa hivi utafanyaje? Niachie bwana. Hebu mchukue neno. Kumbe kana mzuia baba, don't go. Usiende. Baba. Kwani kuna dakika ngapi mbele? Gari chali baba amekwenda. Lakini katoto kaliongea kwa kukashika nini? Wengi sasa hivi Mungu anaweza katuzungumza nasi, sema tu hatuna neno. Kujua hapa nazungumza na Mungu. Tuko pamoja. Ndio utaanza shindwa. Nimelipa nauli yangu kila kitu, eti unaniambia nisiende. For example, umeambiwa unaenda Ulaya. Wale wanaotaka kwenda Uarabuni, nenda Uarabuni aziza ndani. Unaenda uhamiaji, passport imegoma. Shindwa. Niombe inagoma, wanajua ukienda huko ni Bwana ametoa. Passport imegoma, punda ligoma. Ukiwa na neno utakuwa unaelewa Mungu kwenye hii dunia. Kama hapa anazungumza na mimi. Hapa amenyamaza. Sasa wewe ulokole wako tu ni haleluya, amina. No. Simama kwa miguu yako tuombe. Takatifu wa watakatifu, wewe ni Mungu unayemiliki na kutawala. Asante kwa ajili ya somo hili ambalo Bwana umelitoa kwetu. Hakika tumeiona kazi yako ambayo Bwana umeifanya. Tumeona yale mamlaka ambayo Bwana umeachilia ndani yetu. Wewe uliyetuokoa, ulitutoa katika nguvu za giza. Wewe ambaye ulitupa maisha mapya. Wale wote waliokupokea uliwapa uwezo. Na wale uwezo ambapo ulioiachilia ndani, ukafanya uwezo sawasawa na neno lako. Baba mtakatifu, Mungu Isaka, wewe umetufanya kwa namna ya upya. Umetugeuza upya fahamu zetu. Umetugeuza upya nia zetu. Baba mtakatifu, acha tuyajue mapenzi yako sawa na neno lako. Tuko mahali hapa Bwana, tumelisikia neno lako, likafanyike baraka, likafanyike nguvu kwa kila aliyekwenda kulisikia Bwana. Neno lako likalete neema, neno lako likalete mabadiliko, neno lako likalete mgeuko, neno lako likalete ushindi, neno lako likalete faraja, neno lako likaachilie majibu juu ya kila hatua ambayo Bwana tunayopita nayo. Tukakumbuke ya kwamba wewe ndiye ambaye mwanzo na mwisho. Tukakumbuke ya kwamba kila mahali tunapopita uko pamoja nasi, maana umenena ya kwamba utakuwa pamoja nasi katika utimilifu wa dahari. Kana mama huyu, kana kijana huyu, kana binti huyu, kana mtoto huyu, akujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo wa Mungu aliyemtuma. Baba, tuijue kweli yako, tuijue nafasi zetu, tujitambue Bwana, kama vile ambavyo Musa alivyokuwa mtu mzima alijitambua ya kwamba yeye sio mtoto tena wa binti Farao, akatambua ya kwamba yeye ni mtoto wa kwako, mfalme wa Kiebrania. Na si Bwana, kama vile Paulo alivyosema, nilipokuwa mtoto nilizungumza kitoto, lakini nilipokuwa mtu mzima niliwaza vitu kizima. Na si Bwana, kwa sababu ya neno lako tumetambua ya kwamba kwenye neno lako kuna nguvu. Tupe Bwana kuwaza, kujaza neno lako, kama vile ambavyo Dorcas ambavyo ulijaza maneno ndani yake, ukajaza matendo mema. Tujaze na sisi matendo mema yatokanayo na neno lako. Ninamwachilia kila mmoja mikononi mwako. Endelea Bwana kuisha nafsi zao. Endelea Bwana kuwatumia juu ya maisha yao. Endelea Bwana kuwatumia juu ya kila chochote wanachokipigania.
Baba, wiki hii kwao ikawe ni yenye neema na utukufu kwao. Wiki hii Bwana akakuonekania na kukubariki. Mungu akaonekane akikutetea usiku na mchana. Bwana akaonekane kule ambapo aliyoko ndani yako. Unapotembea wasikuone wewe, wakamwone Mungu aliye ndani yako. Unapokwenda kwenye kazi zako kaonekane Mungu, sio wewe. Unapokwenda kwenye biashara zako, biashara ikaonekane. Unapokwenda kwenye kutafuta ukaonekane. Unapokwenda kwenye kutafuta ukapate haja ya moyo wako. Bwana sikupungukie siku zote za maisha yako. Neema na fadhili za Bwana sikuatamie. Utukufu wa Bwana uwe juu yako sasa. Malango ya kuzimu yasikuweze. Malango ya majini yasikuweze. Malango ya kuzimu yasisimame. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila kilichonuizwa juu yako kisifanikiwe. Kila kilichotamkwa juu yako kisifanikiwe. Bwana, barana mikosi zisifanikiwe. Kila kilichonenwa juu yako kisifanikiwe. Kila mashimo aliyokuchumbukia, aliyoyachimba ili udumbukie, hautatumbukia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uso wa Bwana uwe pamoja na wewe. Neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Baraka za Mungu ziwe pamoja na wewe. Afya yako iwe pamoja na Mungu. Neema zako ziwe pamoja na wewe. Uchumi wako uwe pamoja na Mungu. Mungu akakuinue kwa viwango vya dai. Mungu akakuinue kwa viwango asivyotarajia. Mungu akakuinue kwenye kiwango asichoamini kwa macho. Mungu akakuinue kwenye kiwango kikubwa. Kwa mamlaka ya jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba, tumeamini. Amen.